Ulipo najua utakuwa na furaha kweli kweli kama ambavyo Sultan Goma yuko na furaha kweli kweli kutokana na kile ambacho kinaendelea. Karibu na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaenda kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Habari kubwa ni kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mambo yamekuwa ni mengi, mambo yamekuwa mazuri kweli kweli. Watu wengi wakitaka kujua msimamo wa timu hizi mbili kati ya Simba na Yanga, nani kila mmoja msimamo wake upo wapi. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wenyewe wanakwambia msimamo wao bado wako vizuri na wanaendelea na maandalizi, na siku ya kesho kikosi cha Simba kitaweza kuingia kambini. Tuende tukamsikilize na kumtazama afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali, namna ambavyo anavyozungumza maandalizi ya wekundu wa Msimbazi kuelekea katika mchezo huo wa tarehe 15, ambapo Young Africans wenyewe wanakuambia hawautambui mchezo huo. Kikosi baada ya kurejea kutoka Manyara, tukapata mapumziko ya siku chache, na kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Taarifa kutoka kwenye jopo la matabibu wachezaji waliopata changamoto kwenye mchezo uliopita zikoje? Wapo wachezaji kadhaa ambao walipata changamoto za kiafya. Kwanza alikuwa ni Shomari Kapombe, yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Anaendelea vizuri. Kuna uwezekano hata kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie kwa sababu bado yupo katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba hadi kumalizika kwa kalenda ya FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile vile Lionel Ateba naye vile vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin, yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara, akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim, lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kiujumla wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri. Wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi, na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe 10 wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu 3 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtani. Taarifa kwako zikoje kuelekea mchezo huo? Mechi ni Juni 15 katika uwanja bado haijakuwa confirmed, lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo 3 dhidi ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold, na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii 3, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakao toa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea 80% ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo, na automatic
Tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe 15, hii michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwana Simba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Yes, kama ulivyotoka kumtazama Ahmed Ally namna ambavyo ametoka kuzungumza vizuri kabisa na kusema kwamba kikosi chao siku ya kesho ya Alhamis, basi wachezaji wote wa timu ya Simba wataweza kuingia kambini kujiandaa katika mchezo wao huo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Young Africans. Lakini taarifa njema na yenye furaha ni kutoka kwa nyota wa Simba Joshua Mutale Budo almaarufu kama SGR, ambaye mwenyewe amesema haamini kutokana na kile ambacho kimetokea katika siku za hivi karibuni baada ya kuitwa katika timu yake ya taifa ya Zambia Chipolopolo kwenda kucheza katika mchezo dhidi ya Tunisia. Joshua Mutale Budo yeye mwenyewe amesema haamini kuitwa katika timu yake ya taifa ya Zambia kwenda kuichezea. Kwake yeye amesema hii kwake yeye imemwandikia CV kubwa na amefurahia zaidi na wala hakuamini. Joshua Mutale siku za hivi karibuni ameonyesha kuwa na kiwango bora, ameonyesha kuwa na kiwango kizuri katika timu yake ya Simba, kitendo ambacho mashabiki wa Simba wameanza kumuimba. Joshua tangu asajiliwe ndani ya Simba msimu huu halikuwa hajaonyesha kiwango kilichokuwa bora, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda chini ya kocha Fadlu Davis, Joshua Mutale ameonekana akifanya vizuri, ameonekana akiperform katika kila mchezo ambapo mwalimu Fadlu Davis amekuwa akimpatia nafasi siku hizi za hivi karibuni. Lakini pia aliweza kuibuka kama mchezaji bora katika kombe la shirikisho kule visiwani Zanzibar, ambapo Simba alipokuwa nyumbani akicheza dhidi ya RS Berkane na mnyama Simba kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa kutoa sare ya bao 1-1, bao pekee kwa upande wa Simba ambao lilifungwa na Joshua Mutale. Lakini Mutale aliweza kuonyesha kiwango kilichokuwa bora na kiwango kilichokuwa kizuri na kuchaguliwa kwamba ndo mchezaji bora katika mchezo ule wa finali katika kombe la shirikisho. Lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara Joshua Mutale amekuwa akisaidia timu yake ya Simba kupata alama 3 katika kila mchezo ambao mwalimu amekuwa akimpatia nafasi. Basi jasho huwa linamvuja na kuonyesha kwamba yeye hakuchaguliwa kwa bahati mbaya ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, na mpaka hivi sasa ameitwa katika timu yake ya taifa ya Zambia ya Chipolopolo kwenda kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Tunisia pamoja na Sudani. Kwake yeye amesema ameona kama miujiza umemtokea katika siku za hivi karibuni kuchaguliwa ama kuitwa katika timu yake ya taifa. Hata ukiachana na Joshua Mutale, wapo kuna baadhi ya wachezaji wa Simba wameweza kuitwa kwenda kucheza katika timu zao za taifa. Mohamed Hussein Shabalala ameitwa kucheza katika timu yetu ya taifa ya Taifa Stars, lakini kuna Habrazaki Hamza, Kip Dennis, Ali Salim katika upande wa golikipa, na yeye ameitwa kwenda kuonyesha nguvu ambapo timu yetu ya taifa inapoenda kucheza. Lakini sio kwa Joshua Mutale peke yake. Wanasimba wengi wanaamini kwamba Mutale ataendelea kubaki ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuonyesha kiwango bora kabisa mwishoni mwa msimu huu. Lakini mengi yamezungumzwa na mengi yapo chini ya kocha Fadlu Davis. Yeye ndio anajua nani aweze kuingia na nani aweze kutoka, nani anaweza kumtumia kama silaha kuelekea katika msimu ujao. Mpaka hivi sasa Simba wapo nyuma ya Young Africans ambaye ndiyo kinara wa ligi kuu Tanzania bara. Simba anafata. Mchezo wa tarehe 15 umekuwa na gumzo kwelikweli, wadau mbalimbali wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na mchezo huo wa tarehe 15. Lakini pia Amis Kigwangala na yeye pia aliweza kutoa maoni yake kutokana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambapo Young Africans yeye ndiyo atakuwa yupo nyumbani huku mnyama Simba akiwa ugenini. Yeye Mheshimiwa Hamis Kigwangala ameitaka serikali kuweza kuingilia mapema na kupata suruhu ya jambo hili kabla ya tarehe rasmi ya mchezo haijafika, na kusema kwamba itakuwa ni hatari Simba wakipewa alama 3 zile za mezani na Young Africans
wakipokwa, yeye kwake yeye anaona kama katika upande wa mashabiki watalipokea jambo sio kwa vizuri, inaweza ikapelekea kukawa na fujo ama kukawa na zile ghasia za hapa na pale. Hivyo basi Mheshimiwa Hamis Kigwangalla yeye amezitaka mamlaka husika pamoja na serikali kulitatua jambo hili mapema, kwa sababu msimamo wa Young Africans mpaka hivi sasa bado upo pale pale. Wenyewe wanakuambia hawapeleki timu, lakini kwa upande wa Simba wao wenyewe wanakuambia maandalizi tayari yashafikia vizuri, na siku ya kesho kikosi chao kinaweza kuingia kambini. Upande wa Young Africans wanajiandaa na mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons. Tusubiri na kuona, muda ndio utatoa majibu. Ukiangalia katika ukurasa wa Young Africans unaona kabisa kikosi cha Yanga kikiwa kinafanya mazoezi, lakini wenyewe wanakuambia sio mchezo nambari 184 kama ambavyo wadau mbalimbali wa soka wanavotambua kwamba tarehe ya dabi inaenda kuwakutanisha kati ya Yanga dhidi ya Simba. Mimi ni Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma ya kamera amesema Sultan Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakuwa vizuri kweli kweli.